Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameutaka mfuko wa hifadhi ya jamii ZSSF kukamilisha kwa haraka ujenzi wa vituo vya kisasa vya mabasi vitakavyotumika katika mradi wa mabasi ya umeme ili wananchi waweze kunufaika kikamilifu na huduma hiyo. Amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kituo cha mabasi Malindi na uzinduzi wa huduma ya usafiri wa umma kwa kutumia mabasi ya umeme, hafla iliyofanyika Malindi, mkoa Mjini Magharibi. Hatua ya ufunguzi wa kituo hiki ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuimarisha haiba ya mji wetu wa Zanzibar na kutoa huduma bora za usafiri wa kisasa kwa wananchi wake. Ndugu zangu, mnaweza mkadhani kwamba shughuli yetu ni ndogo. Ni kweli ni ndogo kwa sababu mabasi ni machache, lakini huu ni mwanzo wa mambo makubwa sana ambayo yanakuja. Tulitoa ahadi kwamba tutafanya usafiri wa umma kuwa ni usafiri unaotumia umeme. Lengo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini kutoa huduma zilizokuwa bora za kisasa. Kwa hivyo leo wakati tunazindua mwanzo wa usafiri wa umma unaotumia umeme, hii ni hatua ya awali. Kama tulivyoambiwa, mabasi haya yanatarajiwa hatimaye kufikia mabasi 500. Amesema mradi huo unalenga kuwapatia wananchi huduma za usafiri zilizo bora, salama na za uhakika, sambamba na kuboresha mfumo wa usafiri na kuimarisha haiba ya mji. Rais Mwinyi amesema lengo la serikali ni kuhakikisha vyombo vya usafiri vinavyotoka maeneo ya nje ya mji vinaishia katika vituo vya mabasi vitakavyojengwa pembezoni mwa mji, huku mabasi ya umeme yakitoa huduma ndani ya mkoa Mjini Magharibi. Ameeleza kuwa kuanzishwa kwa mabasi ya umeme ni sehemu ya dhamira ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi katika sekta ya usafiri, hatua inayosaidia kuhifadhi mazingira na kupunguza uchafuzi wa hewa. Mji wetu wa Zanzibar wote uhudumiwe na mabasi ya kisasa ya aina hii ambayo hayatumii diesel wala petroli, na uchafuzi wa mazingira tutaondoa. Lakini hatua ya usafiri wa mabasi ya umma kwa ya umeme utaendana na kubadilisha usafiri wa vyombo vya usafiri vyote vya serikali kutumia gari za umeme. Na baada ya hapo tutahimiza watu binafsi, sekta binafsi nao watumie vyombo vya usafiri vya umeme. Lengo ni kufanya zero emission, net zero. Zanzibar tuwe wa kwanza kuhakikisha kwamba usafiri wa vyombo vyote, viwe vidogo na vikubwa, malori pia, yote yatumie umeme, tuondekane na uchafuzi wa mazingira. Amesema utaratibu mpya wa huduma za usafiri utatoa unafuu kwa wananchi, hususan wazee na wanafunzi, na kuwawezesha kusafiri kwa urahisi bila usumbufu. Aidha, Rais Mwinyi amezitaka mamlaka zinazohusika na miundombinu ya barabara kudhibiti uvamizi wa hifadhi za barabara, ikiwemo ujenzi wa maduka na majengo mengine unaofanywa na baadhi ya wananchi katika maeneo hayo. Amewaomba kuendelea kuunga mkono utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuwa walinzi wa miundombinu inayojengwa katika maeneo mbalimbali kwa manufaa yao. Kwa hivyo leo nimefurahi kupata fursa hii ya kuja kuweka historia hii ya uanzishaji wa vyombo vya usafiri vya umma vinavyotumia umeme. Katika muda mfupi ujao tutaendeleza hatua hizi ili nchi nzima kwa ruti zote iwe na vyombo vinavyofanana na hivi ambavyo leo tunazindua. Akizungumzia utekelezaji wa miradi mikubwa, Rais Mwinyi amehakikishia wananchi kwa serikali itaendelea kutekeleza ahadi zake katika sekta za miundombinu, maji, bandari, viwanja vya ndege, barabara, hospitali na viwanja vya michezo. Amesema hakuna mradi wa serikali uliosimama na kwamba kasi ya utekelezaji itaongezwa ili kufikia malengo ya kuleta maendeleo kwa manufaa ya wananchi wa Zanzibar. Mara nyingi ninapokuwa nazungumza katika mikutano ya hadhara kama hivi, nikitoa ahadi, kuna wenzetu, watani wetu, huwa wanatoa maneno ya kukejeli kama vile hatutoweza. Lakini leo tuko hapa na waambia yale tulioahidi ndio haya, na hayaishii hapa. Tuliahidi teksi za baharini zinakuja.
Tuliahidi treni hapa Zanzibar inakuja. Kwa hivyo kwa wale ambao wana wasiwasi na kauli tunazozitoa, na si wasiwasi, fitina tu na husda, mimi nawaambia kwamba tunapotoa ahadi ni kwamba tunakuwa tumeshajipanga katika utekelezaji, na ndio maana leo tunakuja kifua mbele. Mabasi haya yanaonekana, vituo vinaendelea kujengwa, na tutaendelea kutekeleza ahadi zetu zote tulizozitoa ili Zanzibar ibadilike katika nyanja zote. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.